Kiongozi wa dini hawezi kuongoza taasisi kama mwanasiasa. Haimaanishi hana chombo cha uchunguzi au hawezi kufanya uchunguzi, lakini kiongozi wa dini akawa na tabia ya wanasiasa, anaweza kalala akaamka akasema fulani hufai kuwa kiongozi kwa sababu 1, 2, 3. Inawezekana akaamua kwa jambo jema na inawezekana akaamua si kwa jambo jema, lakini inawezekana mtu akawa na ugomvi na mkewe au mtu akatumika, ukajikuta unatoa maamuzi yanayoashiria kuwa msukumo wa maamuzi haya ni kutokana na jambo fulani. Kiongozi wa dini hatakiwi kuwa na sifa za namna hiyo, kwa sababu kuna mambo ya kutengeneza na kuna mambo ya uhalisia, lakini kuna mambo ya ushawishi. Mtu anaandaa ushawishi na hatimaye kinatokea kitu, unabaki kuona jambo hili si jambo la maana, imevunja taswira yetu, imevunja heshima yetu. Tuna ulazimu wa kusema kaa pembeni. Lakini kwa mtazamo wangu, kwa ninavyojua taasisi nyingi za dini ya Kiislamu, na bahati nzuri mimi niliwahi kuwa zaidi ya karibu kwa kiwango cha juu na Mufti Simba. Unajua mambo mengi sana, lakini nakumbuka, na nimalize mazungumzo yangu machache, siku moja nilifanya ziara Manyara. Niliyoyaona yalikuwa hayastahiki kwa mtazamo wangu, na nikawahi kusema kumwambia ingekuwa busara kufukuza watu wote wenye cheo cha shehe wa mkoa. Lakini aliniambia neno moja, akaniambia ni kweli, lakini ni vizuri zaidi kujiridhisha pasipo kuwa na msukumo wa jambo fulani. Unaweza ukamfukuza mtu, ukamuondoa mtu, ukamvunjia heshima yake, kwa sababu kumbe ni pressure ya mtu fulani, na mtu fulani anaandaa kitu fulani, na wewe unakwenda unaondoa heshima yako kuonekana una maamuzi ya hovyo, na wewe ni kiongozi wa kuongoza taasisi kubwa ambayo inabeba waumini wengi sana. Hili lilikuwa ni jibu la Mufti Simba kwangu wakati nimempa ushauri huo, kwa sababu nakumbuka tulikuwa tukiongea hadi saa 6 usiku tunazungumza, lakini akionyesha utulivu na umakini, na watu wengi ambao walilazimika